Bwana pewe sifa ndugu zangu. Kusema kweli ninapata wakati mgumu sana kurekodi video kupitia kamera yangu. Sasa hivi hii ambayo mnaiona hapa ninaitumia ni simu, na hatuwezi tuka stop kuhubiri injili. Hatuhubiri kwa sababu ya tuonekane kwenye kamera nzuri, hapana. Lakini wakati ambapo vyombo, tunatamani sana tuwe na vyombo vizuri ili tuwe tunawafikishia injili ya Kristo. Na ni kweli kabisa kama watu wa mataifa na wao wanatumia vyombo vizuri kumtukuza ibilisi. Wana kamera nzuri, hata hao waimbaji wa nyimbo za kidunia, wacheza filamu, wanatumia vitu vizuri sana kujitukuza na kutukuza ibilisi. Vile vile hata na sisi lazima tutumie vyombo vizuri kumtukuza Kristo. Lakini kwa sababu inakuwa ni wakati mgumu wa vile vyombo, kwa wakati ambao usiofaa, vinakuwa vinaleta shida fulani fulani. Hata watu wakutusetia, wakutushikia kamera vizuri uwaga hatuna zaidi. Ndio kwa maana ninaamua kutumia kwanza simu yangu. Lakini leo nina neno juu yako. Leo nina neno kwamba tujitahidi sana wakati ambapo tumekutana kama kanisa la Kristo. Kila mtu ambaye ameokoka anawakilisha kanisa la Kristo. Na kanisa la Kristo ni wale watu ambao wameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Wale watu, list ya watu ambao wameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Hilo ndilo kanisa. Watu wengi wanasemaga kanisa ni mkusanyiko wa watu. Ndiyo, ni kweli mkusanyiko wa watu, lakini watu gani? Watu watakatifu. Wakati ambapo watu wamekusanyika, na wao si watakatifu, ijapokuwa wanajikusanya wanajiita kuwa watakatifu, lakini Mungu anawajua kwamba si watakatifu. Hilo sio kanisa la Mungu. Ijapokuwa wanakusanyika kwa jina la Kristo, hilo sio kanisa. Maana ukiangalia asili ya kanisa la Mungu ni watu ambao wametoka kwenye uchafu, kwenye mambo ya kidunia, wakaachana na yote, wakaamua kumfuata Kristo katika njia ya utakatifu. Hilo ndilo kanisa. Sasa kanisa hili ambalo ni takatifu, ambalo ni watu ambao wameandikwa katika kitabu cha ufalme cha uzima, lazima tutafute uamsho. Lazima tutafute uamsho wa kuamsha hii aina nyingine ya kanisa ambalo watu wanasema kanisa ni mkusanyiko wa watu. Wakati ambapo tunakutana na watu wasiosimama katika roho, wale ambao wanasimama katika roho, lazima tutafute uamsho wa kiroho. Na uamsho wa kiroho hauji pasipokuwa na nguvu za Mungu. Lazima Mungu atumike, lazima nguvu za Mungu zishuke, lazima nguvu za Mungu zionekane ili kuliokoa kanisa. Maana makanisa mengi tumetekwa. Makanisa mengi yametekwa, wachungaji wengi wametekwa. Kusema kwamba ili kanisa lipate uamsho, lazima kabisa tukubali kuvifisha, kuua asili za tukubali kuua tabia ambazo zimeingia ndani ya kanisa nyakati hizi. Kwa nini ninasema hivi? Kwa sababu kila mtu ana uwezo wa kusimama mbele za Mungu na kutafuta uamsho wake mwenyewe binafsi. Narudia tena, kila mtu, wewe ambao unanitazama hapa, kama kila siku umeaminisha watu kwamba wewe ni Mkristo, na hata ukiulizwa unajibu haraka kwamba mimi ni Mkristo, lazima utafute uamsho wa kwako binafsi. Bwana asifiwe.
lazima utafute uamsho wa kwako binafsi. Wakati ambapo kila mtu anatafuta uamsho wake binafsi kwanza, Mungu atashuka kwa uamsho wa watu wote pia. Wakati ambapo tunakutana sehemu, tunasali pamoja ndani ya kanisa, lazima Mungu atashuka, kwa sababu kila mtu amekutaniwa, amemtafuta Mungu wake binafsi. Bwana Yesu apewe sifa. Na kusema kweli, hakuna uamsho kama hakuna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna uamsho kama hakuna Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe kijana ambao unanitazama hapa, wakati ambapo unajiita ni mtumishi wa Mungu, ama wewe mama, baba unayenitazama, lazima uzipime kwa vitu hivi ambavyo nitakwenda kuvitaja hapa. Je, hao mabinti hao ambao wanakuaga wanajazwa hao, tunakuwa tunawalaumu sana wachungaji wengi, wanakuwa wanawasema vibaya, wanaikalia kujazwa, lakini mara wanabeba mamimba, mara wanafanya hivi. Well, kusema kweli, ishara ya Roho Mtakatifu, ishara ya uamsho, ishara ya Mungu kwamba amewashukia watu, ishara ya Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Hiyo ni kweli, hilo hatupingi. Hauwezi ukapinga, hiyo ni facts ambayo iko katika neno la Mungu. Maana neno la Mungu katika Matendo inasema, baada ya kusikia kwamba wamitume waliposikia kwamba Samaria nao wamelipokea neno la Kristo, waliwatuma Petro na Yohana ili kwamba wawawekee wale wanafunzi walioamini mikono. Ili wawekee wale wanafunzi walioamini mikono ili kwamba wampokee Roho Mtakatifu. Kornelio alikuwa ni mtu ambaye amemwamini Mungu, na alikuwa ni mtumishi wa Mungu, tena mchaji wa Mungu, Biblia inamuita yeye na familia yake. Lakini wamemwamini Mungu, ila kulikuwa kitu ambacho walikosa Roho Mtakatifu. Ilibidi tena Mungu amtume Petro. Mungu alimtuma Petro kwa Kornelio ili kuwafundisha habari za Kristo, na alipokuwa akifundisha, neno la Mungu linashuhudia kwamba Roho Mtakatifu aliwashukia wote ambao walilisikia neno la Kristo siku ile. Wakajazwa kwa lugha, walinena kwa lugha. Wale wote waliokuja na Petro waliwasikia wale mataifa wakinena kwa lugha. Kwa hiyo leo tukizarau Roho Mtakatifu, tukizarau karama ya Kristo, tukizarau karama ya Roho, tunakuwa tunakosea. Maana kama wanafunzi wa Yesu, kama Petro na Yohana wangekuwa katika kipindi chetu hichi, alafu kanisa zinakuwa zina reject, zinamfukuza mbali Roho Mtakatifu, hao wa Petro na Yohana na akina Paulo wangekuja kuwawekea watu mikono ambao wanapinga Roho Mtakatifu ili kwamba wampokee Roho Mtakatifu. Maana huwezi kusema umempokea Kristo, umekubali injili ya Kristo wakati ambapo una Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Hawa wanawake au mabinti ambao wanajazwa, tusikwe tunawazarau kwamba wanafanya vitu vya kuchekesha. Hapana, hiyo ndiyo Biblia. Maana Paulo, neno la Mungu linasema, Paulo alipopita katika nchi za Efeso, alifika hizo sehemu, akakuta wanafunzi, akawauliza, je, mmempokea Roho mlipoamini? Wakasema hawakupokea Roho Mtakatifu wala hawakujua habari za Roho. Paulo akafundisha kwamba Yohana alifundisha ubatizo uletao ondoleo la dhambi. Alikuwa akifundisha ili kuandaa njia ya Kristo. Na waliposikia mafundisho ya Paulo, wakabatizwa wote kwa Roho Mtakatifu, wakabatizwa wote kwa jina la Yesu. Nao Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Biblia inashuhudia, alipokwisha kuweka mikono juu yao,
walijazwa wote na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Kwa hiyo kutabiri na kunena kwa lugha ni ishara ambayo kiukweli kabisa, bila hilo sio la kupinga, ni ishara ya kuonesha mtu kwamba ameokoka, amempokea Mungu, amempokea Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Sasa kuna wachungaji wengi, makanisa mengi, watumishi wengi wanajiita kwamba wameokoka, lakini wanapinga ishara ya kunena kwa lugha, wanapinga ishara ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu.